Maji ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinang'oa nanga sasa hivi. Popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba Jumatatu yako imekwendea vema. Karibu kwenye taarifa hizi, tuna mengi tu tuliokuandalia, lakini kwanza ni yaliyomo. Walimu watahamia kwenye mpango mpya wa matibabu wa SHA kuanzia Disemba mosi baada ya makubaliano na vyama vyao. Mahakama Kuu yasitisha ajira za polisi baada ya kesi kupinga mamlaka ya Inspekta Jenerali. Na polisi wachunguza kifo cha Cecilia Achieng kilichotokea baada ya safari ya usiku kwa teksi mtandaoni Kasarani. Imegonga saa moja juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Kikao cha kusikiliza kesi ya mvuvi Brian Odhiambo aliyedaiwa kutekwa nyara na maafisa wa KWS kisha kutoweka kiliendelea leo katika eneo la tukio ambalo ni mbuga ya kitaifa ya Nakuru. Mashahidi watatu wanaojumuisha jirani, mama yake na nduguye Brian Odhiambo walitoa ushahidi wao wakisimulia jinsi alivyokamatwa na kudhulumiwa kabla ya kutupwa ndani ya gari la maafisa hao. Kesi hiyo itaendelea kesho, afisa anayechunguza kutoweka kwa Brian akiendelea kutoa ushahidi wake. Baada ya kupigwa aliwachwa hapo ama walimpiga wakaona Ali sasa aongei, ndio alikuwa anapiga kelele anaomba msamaha, lakini waliona sasa amenyamaza, wakabeba wakaingiza kwa fence, wakafuruta mpaka huko kwenye gari ilikuwa, wakaingiza kwa gari na wakaenda chini hivi. Kuchungulia nikaona Kalusa anaenda mbio na mimi nikawa katikati nikawafuata. Wakati niliwafuata nikiwa pale, wakati huo hapa ilikuwa na msituni, ilikuwa Januari kumekauka. Hata ukiwa huko kona unaona mnyako huko. Wakati nilipiga kona niliona Brian amesaa wekwa ndani ya fence. Nikakuja mbio nikitembea haraka kufika hapa, nimeona Brian anavurutwa anapelekwa huko. Tulize tu kwa ufupi vile ulifika, nini kufanya ukafika hapa? Ndio nilifika, akakimbia akikuja hivyo, akaniitia pale vocal fence, mimi niko kwa barabara. Carlos, harakisha. Brother yako anaenda na maskari wa game, harakisha kuja mbio. Mimi nikaachana vitu nilikuwa nafanya, nikakuja hivi mbio. Nikapita hapa kwa post hapa. Mimi nilikuja late nikapata maskari wa shambu kisha ndani wako hapa kwa waya. Maskari wa. Ulichukua dakika ngapi kutoka pale ulikuwa mpaka hapa? Sikuchukua dakika nyingi. Na Mahakama Kuu imetoa amri ya muda ya kusitisha shughuli ya kusajili makurutu 10,000 wa idara ya polisi ya kitaifa NPS. Hii ni kufuatia kesi iliyowasilishwa mahakamani ikipinga kutendeka kwa mchakato huo. Jaji Bahati Mwamuye katika uamuzi wake alisitisha tangazo la ajira lililotolewa tarehe 4 Novemba mwaka huu. Amri hiyo ilitolewa kufuatia kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati Eliud Matindi aliyetilia shaka uhalali wa kikatiba wa shughuli ya usajili wa makurutu wa polisi. Jaji Mwamuye aliamuru kusitisha kwa tangazo la usajili wa makurutu wa polisi lililotolewa tarehe 4 Novemba mwaka huu. Mahakama imesitisha shughuli za usajili, utekelezaji au kuendeleza shughuli hiyo zitakazoendelea hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Amri pia ilitolewa ikionya kwamba uvunjaji wowote wa amri ya mahakama itasababisha hatua za kisheria kuchukuliwa. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa tena tarehe 22 Januari mwaka ujao.
Na haya kijiri, Rais William Ruto amewajibu vikali viongozi wa upinzani akiwashtumu kwa kukosa ajenda ya maendeleo na kuendelea kutegemea siasa za kikabila ili kufikia mamlaka. Akizungumza mjini Maralal, kaunti ya Samburu, wakati wa uzinduzi wa miradi mikuu ya miundombinu, Rais amesema serikali yake inalenga kuibadilisha Kenya kupitia maendeleo yanayoonekana na si maneno matupu. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anaripoti zaidi. Ama mnatakaje watu wa Samburu? Akizungumza katikati ya mji wa Maralal, Rais William Ruto alirusha makombora makali kwa wapinzani wake, akiwatupia lawama kwa kuendesha siasa zisizo na mwelekeo wala manufaa kwa Wakenya. Kenya hii haiwezi kubadilishwa kwa maneno ya bure. Siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya kisirani na hasira. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara vile tunataka kujenga hapa. Kenya inabadilishwa tukiunganisha stima kwa manyumba yenu, watoto wenu wakisoma. Rais amedai kuwa wale wanaotaka mamlaka hawana maono wala mpango wa kuijenga Kenya ya kesho, akisisitiza kuwa taifa haliwezi kujengwa kwa maneno matupu au ushirika wa kikabila, bali kwa kazi, uadilifu na maendeleo ya vitendo. Wale majamaa wengine hawana mpango yoyote. Kazi yao ni ukabila na chuki. Akili yao inaishia kwa kugawanya shares ya serikali. Ati mnasikia ati wanaume 5 wanaenda kuketi chini, ati wanagawa serikali ya Kenya, ati wewe chukua 50%, wewe chukua 10%, wewe chukua 20%. Mimi nataka niwaambie wale, serikali si yenu bwana. Ruto alikuwa akiwahutubia wakazi baada ya kuzindua mradi wa barabara ya Kisima Wamba huko Samburu, sehemu ya mpango wa serikali yake ya kuunganisha maeneo yaliyopuuzwa na masoko pamoja na huduma muhimu. Aidha, alizindua mradi wa maji wa Maralal wenye thamani ya shilingi milioni 760, ambao wamesema utakamilika ndani ya miezi 6 na utahakikisha zaidi ya boma 70,000 zinapata maji ya kutosha, salama na ya bei nafuu. Mnajua mimi nilikubaliana na former Prime Minister Raila Amolo Odinga, tukasema tuondoe siasa ya chuki Kenya, tuondoe siasa ya ukabila, tuunganishe Wakenya wote. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based, ya mapana na marefu ya kuunganisha Wakenya wote. Rais amesema kuwa ujenzi wa lami wa barabara ya Kisima Sura Doro yenye urefu wa kilomita 20 utafungua fursa nyingi za kiuchumi, hasa kwa wafugaji, na hatimaye barabara hiyo itapanuliwa hadi Wamba na Merile katika kaunti ya Marsabit. Hata hivyo, Ruto ameahidi kwamba serikali yake itawashangaza wengi katika juhudi za kuisogeza Kenya kutoka taifa la dunia ya 3 hadi la dunia ya kwanza. Mimi nawauliza ndugu watu wa Samburu, msikubali tusomeshe watoto wa Kenya na watoto wa hapa Samburu wabaki nyumbani. Ujumbe wa Rais Ruto unakuja wakati joto la kisiasa likizidi kupanda, huku upinzani ukimshutumu kwa kushindwa kutimiza ahadi zake. Lakini kwa maneno yake mwenyewe, kiongozi wa taifa anasisitiza kuwa rekodi yake ya maendeleo itasimama zaidi ya siasa. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na makundi ya kutetea haki nchini yamelaani kauli za seneta wa Nandi Samson Cherargei, ambaye hivi karibuni alimtaka rais wa Uganda Yoweri Museveni na rais wa Tanzania Samia Suluhu kuwashughulikia wanaharakati wa Kenya wanaodaiwa kuleta misukosuko ya amani katika nchi zao. Kauli hizi zimeibuka muda mfupi tu baada ya Rais Museveni kukiri kuwakamata na kuwazuilia wanaharakati wa Kenya Nicholas Oyoo na Bob Njagi. Makundi haya sasa yanataka seneta Cherargei kuchunguzwa kwa kauli hizo wanazosema ni za uchochezi. Seneta wa Nandi Samson Cherargei anashutumiwa kutumia lugha ya uchochezi dhidi ya wanaharakati wanaotetea haki za kibinadamu katika kanda ya Afrika Mashariki. I want to ask President Museveni and President Samia Suluhu Hassan, if you get any busy bodies activists who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa,
warudishe nyumbani tuwamalizie. Makundi ya kutetea haki yanasema kauli za seneta huyu zinaashiria mtindo unaokuwa wa mikakati inayodaiwa kuhusishwa na vyombo vya serikali kukandamiza sauti zinazotoa wito wa haki na uwazi katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. It is not the first time Senator Cherargei is giving out such sentiments, and we all know whose signature is that. When Cherargei speaks, you all know who is speaking. Kauli za Cherargei zimejiri baada ya Rais Yoweri Museveni kuthibitisha kuwa serikali yake iliwakamata na kuwazuilia wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo kwa zaidi ya mwezi mmoja. Tunashukuru Mheshimiwa Museveni alikubali kuachilia kina hawa Bob Njagi na wale wengine activists. Wezi enda kwa nyumba ya mtu unaanza kukorogana. Makundi hayo sasa yanataka tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa kumhoji Seneta Cherargei kuhusu kauli yake ambayo wanasema kuwa ni ya uchochezi na inaweza kuathiri uhusiano wa Kenya na majirani wake. Calling for violence or repression against activists is an act of incitement that should never be tolerated in constitutional democracy. Office of the Director of Public Prosecution to take swift legal action against the senator for utterances that promote violence and cross-border intimidation. Sheila Chelangat, Runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Na mahakama moja jijini Nairobi imesita kutoa amri ya kuachiliwa kwa hati ya usafiri ya mwanaharakati Ndiang'ui Kinyagia ambaye kwa sasa yupo chini ya uchunguzi. Kinyagia kupitia wakili wake aliomba mahakama imruhusu kupata hati yake ya usafiri ili aweze kusafiri kuelekea India kumpeleka dadake kwa matibabu ya dharura. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa hati zilizochukuliwa kutoka kwa Kinyagia bado zinachunguzwa na kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP anazingatia uwezekano wa kumfungulia mashtaka. Mwendeshaji wa mashtaka alisisitiza kuwa kuachiliwa kwa hati ya usafiri na stakabadhi nyingine kunaweza kuhadaa uchunguzi unaoendelea. Kinyagia anaripotiwa kutoweka mwezi Juni mwaka huu baada ya nyumba yake kuvamiwa na watu walioshukiwa kuwa maafisa wa polisi. Hata hivyo, mwezi Julai Kinyagia alijitokeza mahakamani na kueleza kuwa alikuwa mafichoni kwa hofu ya usalama wake na kwamba hakutekwa nyara kama ilivyodhaniwa. Uamuzi wa kesi hiyo unatarajiwa kutolewa tarehe 15 Januari mwaka ujao. Na waziri wa elimu Julius Ogamba leo Jumatatu aliendelea na ukaguzi wa mtihani wa kitaifa KCSE ambao sasa umeingia wiki yake ya pili. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mtihani wa KCSE katika shule ya wavulana ya Starehe, Ogamba alitangaza kuwa kufikia sasa watu 45 wamekamatwa wakihusishwa na wizi wa mitihani, huku wizara ikiendelea kukaza kamba dhidi ya wizi huo. Wakati huo huo, serikali imeweka mikakati kuhakikisha mitihani inawafikia wanafunzi kote nchini, huku mitihani hiyo ikisafirishwa kwa ndege katika maeneo ambapo barabara zimetatizika kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa. Zaidi ya watahiniwa 1900 wanaendelea kufanya mtihani huo ambao unatarajiwa kukamilika tarehe 21 mwezi huu. Na tume ya kuajiri walimu nchini TSC imetangaza kuzinduliwa kwa mpango mpya wa bima ya afya kwa walimu zaidi ya 1400 nchini. Mpango huu wa SHA ukitarajiwa kuchukua nafasi ya bima ya sasa inayoendeshwa na kampuni ya Minet kuanzia Desemba mosi. Hata hivyo, hatua hii imepingwa vikali na baadhi ya walimu kutoka Pwani. Carol Wangare na kina cha taarifa hii.
Kuanzia Disemba 1 mwaka wa 2025, walimu wote humu nchini watajiunga rasmi na mpango wa matibabu wa SHA, wakijiunga na watumishi wengine wa umma katika mfuko wa bima ya huduma za umma. Mpango huu mpya unatarajiwa kutoa huduma kamili za afya ikiwemo matibabu ya dharura, huduma maalum za meno na macho, vipimo vya kila mwaka, huduma za ambulensi na hata matibabu nje ya nchi kwenye hospitali za umma na hata za kibinafsi, kuanzia hospitali za kiwango cha 2 hadi kiwango cha 6. Much improved from the current offering that Aon Minet has. We're looking at expanding this list to include level 6 hospitals, level 5 hospitals, level 4. Kurugenzi mtendaji wa TSC Evelyn Mitei amesema mchakato wa kuhamisha walimu tayari umeanza na walimu watapewa nafasi kutoa maoni kabla ya utekelezaji kamili mwezi ujao. Working towards a seamless transition of our teachers to the new medical scheme. Viongozi wa vyama vya walimu KUPPET, KNUT na KUSNET wamekaribisha hatua hiyo, wakisema kuwa mpango huu una manufaa mengi kwa walimu na sasa walimu wote wanahimizwa kuunga mkono mpango huu mpya. I think it is not a very bad scheme. It is a scheme which at least many of our teachers will appreciate. Thank you so much. Hata hivyo, walimu kutoka Pwani wameibua wasiwasi wakisema mpango wa Minet umekuwa ukiwanufaisha zaidi, na wanasema taarifa kuhusu utekelezaji wa mpango mpya wa SHA ni chache na hakuna aliyehusisha walimu katika mchakato huo. Tumeangalia mfumo ambao Minet unatuhudumia sisi kama walimu. Tumewaona kwamba Minet japokuwa hawaja kuwa perfect, lakini kulingana na yale mazoea mwalimu wako nayo, tumeona kwamba Minet inatusaidia zaidi. Been told much about it, and if teachers are complaining about the current system, what will happen to us if SHA takes off? Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Kwa namna hiyo, mtazamaji, sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Salia papo hapo, tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrack Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrack only on TV47. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrack Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrack only on TV47.
Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Siku chache tu baada ya waziri wa elimu Julius Ogamba kueleza bunge kuwa shule 10 za upili zimefungwa kutokana na ukosefu wa wanafunzi, baadhi zikidaiwa kuendelea kupokea fedha za mgao wa shule licha ya kutokuwepo, TV47 imetembelea moja ya shule zilizoko katika sakata hiyo, shule ya upili ya Bulovi katika eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega, na taswira tuliyokutana nayo shuleni humo ilikuwa ya uchungu na masikitiko. Jamii iliyokata tamaa na majengo yaliyosalia kimya katika shule ambayo wakati mmoja ilikuwa ishara ya matumaini eneo hilo. Shule ya upili ya Bulovi iliyo mkabala na shule ya msingi ya Bulovi eneo bunge la Malava imefungwa kwa miezi kadhaa sasa, huku mustakabali wake ukiendelea kutiliwa shaka. Hakuna shughuli zozote zinazoendelea shuleni humo. Milango ya madarasa imefungwa na mlinzi mmoja pekee ndiye anayesimamia eneo hilo. Hata hivyo, kupungua kwa idadi ya wanafunzi kulisababisha kufungwa kwake rasmi mwezi Januari mwaka huu. Henry Chami, ambaye sasa ndiye mlinzi wa shule hiyo, ndiye aliyebaki kuhudumia majengo yaliyotupu. Bila lifungua, mwalimu hakukuwa, hata mwalimu mkuu hakukuwa. Mimi ndio nilikuwa na watoto. Watoto wakakaa karibu siku 2 hawaoni wanafunzi, alafu shule kafungwa hivyo. Wakazi eneo hilo wakiongozwa na chifu mstaafu Caleb Naitiri na Isaac Luchevereri wanasema umaskini, ukosefu wa chakula shuleni na usimamizi mbaya ndivyo vimechangia kufungwa kwa shule hiyo. Wakienda shule wakosa chakula, saa zingine walikuwa narudi nyumbani kwenda kukula nyumbani. Na shule za sekondari lazima wakule kwa shule kwenyewe. So wazazi hawakuwa wanapeana ile pesa ya chakula. Vile shule ilianguka iliharibu vitu vingi karibu kwa community yetu ya Bulovi. Kwa sababu watu wanafanya kazi hapa Bulovi kwa hii shule. Wazazi wanapeleka watoto mbali sasa. Vile shule ilianguka kutoka hapa mpaka Ngolomosio ni kama 2 kilometers. Wengine wanasema mizozo ya uongozi na utovu wa nidhamu wa walimu uliathiri zaidi uaminifu wa wazazi na kuchangia wanafunzi kuhamia shule jirani. Ile mambo ilikuta ati anahusika na mwanafunzi urafiki. Huyo mwalimu akaanza kukiepeepa kukaa nyumbani. Na walimu wenye walikuwa wakamwambia wanafunzi wakaa nyumbani. Wiki iliyopita, waziri wa elimu Daktari Julius Ogamba alikiri bungeni kuwa baadhi ya shule ikiwemo za Kakamega ziliendelea kupokea fedha za serikali licha ya kufungwa na zingine hazipo kabisa licha ya kuwa kwenye sajili ya wizara. Leo Bulovi imesalia kimya, huku wanafunzi wake wakihamia shule jirani kama Emakale, Ingolomosia na Ikuli na wengine wakiacha masomo kabisa. Kwa sababu nilikuwa napata kitu kidogo, hasa wakati huu niko tu njaa. Tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC inachunguza shule 10 ikiwemo Bulovi kwa madai ya kupokea fedha za serikali kinyume cha sheria licha ya kufungwa kwa miezi kadhaa. Hata hivyo, afisa mkuu wa elimu kaunti ya Kakamega anashikilia kuwa shule hiyo haijawahi kupokea pesa za capitation tangu shule hiyo kufungwa. Immediately after the closure, the communication was done and the school has never received any capitation. Fanya juu na chini na sponsors, hii shule irudishwe. Shule ya sekondari ya Bulovi ni mojawapo ya shule 10 zilizoweza kufungwa kutokana na kukosa idadi ya kutosha ya wanafunzi. Wizara inasema kwamba itaendelea na shughuli ya ukaguzi kuhakikisha matumizi mazuri ya fedha zinazopelekwa shuleni. Kufungwa kwa shule kama hii ni dhihirisho tosha ya changamoto zinazokabili sekta ya elimu hapa nchini. Violet Tauma, TV47. Na asante sana Violet Tauma. Mtazamaji, moja kwa moja sasa tudunde viwanjani.
Michezoni ni kuwa timu ya Kuwinda One FC kutoka Karen ililaza Undugu Family ya Kibera moja kavu katika mechi ya ufunguzi ya kombe la Lang'ata Abbas Super Cup iliyochezwa leo alasiri katika uwanja wa Magereza Nairobi Magharibi. Bao hilo la pekee lilifungwa na Samuel Wekesa kunako dakika ya 60. Katika mechi zingine zilizochezwa leo, Jua Kali ya South Sea iliandikisha ushindi wa mabao mawili bila jibu dhidi ya Prisons, nao 3 West wakaambulia sare ya bao 1-1 na Nairobi West Combine. Jua Kali Kadara ilitandika Soweto Seals mabao 3-1. Timu 40 kutoka wadi 5 za eneo bunge la Lang'ata zinashiriki mashindano hayo, ambapo mshindi ataponyoka na basi, huku timu itakayomaliza katika nafasi ya pili ikiadhibiwa matatu. Game leo imekuwa fiti. Imekuwa fiti juu Ndugu Family pia wako na game. Ile grao yao wana train Yanga. Tumeweza kupata bao moja dakika ya 60. Tunashukuru God. So pia sisi tunasema kiendelea hivi tunaelekea hiyo bus ya bus tournament. Have 40 teams drawn all over the 5 wards of Lang'ata constituency. We have teams across Lang'ata constituency from South Sea ward all the way to Karen ward and in between Mugumoini, High Rise, Nairobi West. So some of the teams that are taking part include Nairobi Prison that takes part in FKF Division 2 League, South Sea Rangers, Bomas of Kenya which takes part in the Nairobi West Regional League, Kuwinda One. We have a host of teams, so many teams, league teams and non-league teams. So it's a combination of teams across board. Na theme ya hii tournament ni in memory of the late Honorable Raila Amolo Odinga. So theme ya hii tournament ni kumkumbuka Raila venye alikuwa shujaa, ndio maana Honorable Abbas akaamua kuja na this type of a tournament ambayo number 1 walks away with 33-seater minibus, number 2 14-seater matatu, number 3 saloon car. Alafu each participating team walks away with 50,000 Kenya shillings. Na Greg Snow anaendelea kutamba kwenye mchuano wa gofu wa Sunshine Tour unaoendelea katika uwanja wa gofu wa Limuru. Greg anaongoza kwenye jedwali akifuatiwa kwa karibu na raia wa Rwanda Celestine Nsanzuwera ambaye yuko katika nafasi ya pili, naye bingwa mara 3 Njoroge Kibugu akishikilia nafasi ya 3. Wachezaji 30 wamefuzu kwenye raundi ya mwisho ambayo itaandaliwa hapo kesho, huku Naomi akiwa ndiye mwanadada wa kipekee kutinga raundi ya mwisho. Mtazamaji, wanasema wasemao usione vyaelea vimeundwa, lakini leo nasemaje? Usipoona vinaelea jiulize umevijenga. Ni hayo tu tuliokuandalia kwa leo mtazamaji. Asante sana kwa kuandamana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Mie sina la ziada, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Uwe na usiku mwanana.